Ah, baada ya mlo huu wa viazi na yule kijana kuondoka, familia nzima tukaingia ndani, na ndipo salamu zikaanza rasmi sasa. Kisha ikafika wakati wa kujitambulisha. Mchumba wangu Jofu, mama pamoja na dada wakapiga vigelegele, huku mimi nimemkumbatia mchumba wangu, na shemeji akawa anatupiga picha kama ukumbusho tu. Ilikuwa ni furaha iliyoje, japokuwa tulikuwa watu wachache tu pale ndani, lakini shangwe na vigelegele vya mama na dada vilitosha kabisa kufanya watoto wa majirani wasogee karibu kushuhudia. Lakini wakati hayo yote yakiendelea, mimi nilikuwa nipo makini sana na baba. Yaani alikuwa yupo sawa kabisa. Kwanza hakuwa na furaha, pili alikuwa apigi hata makofi. Dada na wenzake hawakulijua hilo, maana hawajui chochote ese. Kwa upande wa shemeji, huenda yeye alihisi labda kwa sababu ni baba mkwe, hatakiwi kupaparika tu. Basi bwana shemeji akaomba tutoke nje ambako mchumba wangu Jofu alikabidhi familia yetu, yaani baba na mama, mifuko kadhaa ya dukali ya sukari na chumvi, kwa kifupi vitu kibao ambavyo kwa haraka tu viligharimu kama 200,000 hivi. Nilifurahi sana nikamwona Jofu kweli ni kidume, maana akafanya jambo la kiume kweli. Nikambusu huku tukielekea kukaa walipokuwa wamekaa wakina dada na shemeji yangu. Na chakula kilipoiva, mama akasema mimi natakiwa nile na mchumba wangu Jofu. Basi bwana, chakula kikapelekwa ndani kwangu na mimi mwenyewe, huku Jofu akiwa anapiga stori na baba. Nikiwa nampeleka ndani kwangu, mama akanifuata na kuniambia, akasema, umesikia mwanangu Koga? Muulize mchumba wako anataka muondoke lini kurudi mjini, sawa? Nikamwambia sawa mama, mimi nitamueleza. Akisema hata leo basi tutaondoka, japokuwa ni muhimu hata kumsikiliza baba anasemaje kuhusu hili. Basi mama akaenda na kumkaribisha ndani Jofu. Wakati Jofu anaingia, mimi nikamfuata mama na kumvutia pembeni kidogo. Kisha nikamwambia mama, mimi nina miezi 2 nipo hapa bila mpenzi wangu. Sasa lazima uchi wangu huo umejirudi na kuwa mdogo sana. Sasa itakuwaje ikiwa mchumba wangu akinihitaji na kuona uchi wangu umetumika na kuwa tepwe tepwe? Atawaza vibaya na kuhisi huenda kuna siri nyuma ya pazia, na mimi sitaki iwe hivyo. Mama akasema hilo ni swala dogo, japokuwa umechelewa sana kusema. Basi mama akaondoka na kuelekea store, kisha akarudi na vimzizi kadhaa mkononi, kisha akasema haya, twanga haraka, kisha unga wake mwagia ndani ya papoche yako, alafu vaa nguo ya ndani ili ibane sasa, dawa ikolee, maana utasikia miwasho na mitekenyo. Vumilia, ikitulia tu ujue tayari misuli ya uke imejirudi na kuwa sawa. Ila ungesema tangu jana ningekupatia dawa fulani hivi inaitwa Haganyo. Hiyo ni balaa. Ukikutana na mwanaume ukisema wewe ni bikira wala abishi, maana hata umpanulie vipi mapaja hawezi kuingiza dudu lake lote, lazima tu apake mate au. Basi bwana, mama akaenda na kumwambia dada ende kwa mchumba wangu Jofu mara moja, maana alikuwa yupo peke yake chumbani kwangu. Basi dada akaenda huko, mimi nikaendelea kutwanga haraka, maana ndio hivyo, mambo yameshaingiliana. Nilitwanga nikamaliza, kisha nikaenda ndani kwa mama ili nisije kufilwa vibaya. Nikavua nguo yangu ya ndani haraka, nikakaa kwenye kitanda cha wazazi wangu, lakini nikiwa nimepanua mapaja ili uchi wangu
uachame, mara mlango wa chumba ukasukumwa. Nilijua ni mama anakuja, lakini kumbe alikuwa baba. Akaniambia, "Oh Koga, nimekuona nikaacha kula ili nije nikupige hata busu. Naona imekuwa bahati umevua mpaka nguo yako ya ndani tayari." Basi bwana, baba haraka akatoa mpini wake na kunivaa mwilini kwangu. Tena nilikuwa nimekaa vibaya sana, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kwake kuweza kunimiliki, na mpini wake ulikuwa ukinigusagusa tu papuche yangu, hali ambayo ilikuwa ikinitia nyege na kujikuta nikimsukuma na kumvuta baba. Nikamwambia, "Jamani baba, sio vizuri jamani, mpenzi wangu ananisubiri." Oi baba, toa basi baba. Baba jamani, unosa imeingia. Nikamwambia, "Baba ni kule haraka, ingiza yote chapu yani." Nilijikuta nambana baba yangu huku mpini wake ukiwa ndani ya papuchi yangu. Alinitia haraka. Alipokaribia kumwaga, akachomoa mpini wake na kumwagia pembeni, kisha akachomeka tena. Ilikuwa ni furaha. Yani baba kama punda. Yani maana ana mpini mkubwa mrefu kweli. Yani nilisema mama amepata mwanaume kweli wa nguvu. Baada ya dakika kadhaa akanimwagia bao la pili, na tilipu hii alimwaga ndani ya papuchi yangu. Nilisikia raha na utamu. Tukalala kidogo, yani hata kwenda kwa mchumba wangu Jofu nilikuwa najisikia vibaya kweli. Nikamwambia, "Baba nakupenda, yani siwezi kuishi mjini bila wewe baba yangu. Unajua kunikula sana, unanikula mpaka najisikia." Baba akaniambia, "Usijali binti yangu, uwe nenda tu, alafu utajua mimi ni nani. Maana lengo letu ni kumkwepa mama yako asijue chochote kabisa." Nikamwambia, "Sawa baba, nimekuelewa." Akaniambia, "Alafu Koga, nini kimekuleta hapa chumbani wakati mpenzi wako yuko kule?" Nikamwambia, "Baba, mimi nimekuja kuweka dawa ili uchi wangu ubane, maana si unajua mkweo anakibamia. Sasa atajisikia vibaya sana endapo anajua sijafanya mapenzi muda mrefu, afu aje kunitia akute kisima kipo wazi. Sasa atashangaa sana." Baba akasema, "Aha, kumbe shida ni hiyo. Hebu ngoja nikusaidie binti yangu, ili kile kibamia kitoshe." Basi bwana, baba akachukua kichupa fulani na maji kwenye beseni, akamiminia ile dawa, kisha akaichanganya vizuri, alafu akaniambia nisogee. Kweli na mimi nikasogea, nikavuta juu gauni langu, kisha akaanza kuniosha papuche yangu huku akinitia vidole vyake virefu vya kati. Aliniosha kwa zaidi ya dakika kadhaa, kisha akachukua mafuta fulani yenye harufu amazing hivi akanipaka. Nikapata msisimko huku nikihizi papuche yangu ikivuta na misuli ya uchi. Kana kwamba nina ngiri ya kike. Baba akasema, "Baada ya masaa mawili utakuwa ni zaidi ya msichana bikira. Hata kile kibamia cha huyo mchumba wako kitakuumiza." Basi bwana, tukapeana ndimi, akanitia kidole kwenye papuche yangu. Akasema, "Jioni nataka unipe hii kitu, maana naipenda sana." Mara mama alifika. Akasema, "Jamani baba Koga, yani unamkula mtoto wakati anasubiriwa na mchumba wake huko nje. Hivi ni fadhila gani hizo jamani ka?" Ikabidi niwahi kumjibu mama. Nikamwambia, "Mama, kafika tu na kuanza kulaumu wakati baba alikuwa amevaa. Niliyekuwa uchi ni mimi mama, na tukua wote kimapenzi." Nikamwambia, "Mama jamani, sio kweli. Baba hajafanya hivyo. Yeye kanipa dawa tofauti na ile ya kwako, na ninahisi itanisaidia sana hii dawa, maana naona kabisa papuchi yangu ikivuta misuli na kunipa maumivu kidogo ndani ya." Basi bwana, mama alifurahi, kisha akasema hiyo ndio yenyewe. Tena nilitamani nimuombe, ila nilihisi huenda atagoma kutoa. Akaniambia, "Basi vaa nguo haraka twende kwa mchumba wako, sio vizuri kabisa." Basi bwana, tulitoka na mama huku
mama akiwa akanifunika mgolole kichwani mpaka usoni. Ila nilipopita karibu na shemeji, nilimuona akinitazama kwa jicho la kunitamani maarufu kama jicho la fisi. Nikajisemea moyoni, kwa jinsi nilivyo nawili, hakuna mwanaume jasiri anayeweza kujizuia kunitamani. Maana mpododo wangu yani umebinuka na umelegea vibaya mno. Ukija upande wa kifua ni shinda, kuna dodo mbili zimesimama. Kwa upande wa sura sasa, ndio acha Black Beauty natural color. Basi bwana, kweli nikafika nikamkuta Jofu akiwa na dada na walikuwa na furaha sana tu. Basi dada akasimama huko akisema mwali huyo akipiga vigelegele. Kisha mama na dada wakatoka zao na kutuacha mimi na mchumba wangu Jofu. Nikamvaa huku nikijifanya nina hamu sana na mzuka wa kutiwa, japokuwa siri naijua mwenyewe. Nikamwambia Jofu, mpenzi wangu, jamani, umeniacha nateseka na kuomba uje walau nitie. Unakataa kweli mpenzi wangu? Au ulitaka nibaki wazee au watoto wa watu? Nilikuwa nalalamika huku nikiwa nimemkalea miguuni, alafu namlisha nyama zilizopikwa kiufasaha kabisa na mkongwe mama yangu. Kweli msikilizaji, manjonjo yaliendelea mpaka nikahisi uume wake ukinigusa kwa chini ya mapaja yangu. Nikajua tayari kijana akapandisha moli. Nikashuka toka miguuni mwake, nikakaa kwenye kiti cha kawaida na tukaendelea kula tu, huku mazungumzo ya kawaida yakiendelea, na mazungumzo yetu yalikuwa ni juu ya nilisheje naye anilisheje. Basi bwana, mimi nikamwambia mama kuwa wewe umegoma kuja. Basi mama alinisaidia jinsi ya kuweza kukaa bila mwanaume. Nilimwambia Jofu. Ndipo Jofu akanitupia swali la kutaka kujua alinisaidiaje. Nikamwambia alikuwa akiniamsha asubuhi kila siku, tunaenda shamba, tukirudi napewa dawa fulani ya miti shamba iliyochemshwa. Kwa kweli nilikuwa sina hamu kabisa ya kufanya mapenzi, na ndio maana uliona nimeacha kabisa kukusumbua kwenye simu. Jofu akaniambia, kwa hiyo unataka kuniambia hata saa hizi usikii hamu ya kufanya mapenzi Koga? Nikamwambia ndio, maana nimeacha juzi kunywa ile dawa, ni baada tu ya wewe kusema unakuja. Basi bwana, mchumba wangu Jofu akanikumbatia huku akinipa pole pamoja na sifa za kuweza kujizuia miezi miwili bila kutiwa. Nikamwambia asante, naambia na wewe ulifanyaje tu kuikabili hii hali my love? Akaniambia mimi nilikuwa busy tu na kazi zangu, huku nikibanwa sana na midadi, naingia bafuni najichua, kisha maisha yanaendelea. Kamwambia wewe muongo sana wewe Jofu. Yaani ukae muda wote huo bila kutia? Nikasema sidhani. Akaniambia Koga, niamini tu, sioni msichana wa kufanana na wewe. Kwanza saa hizi ndio umezidi kunawili. Ukienda kuishi na mimi inabidi nijitahidi sana kukutunza, vinginevyo wazazi wako watanijia juu endapo utabadilika. Nikamwambia Jofu, usijali, ni kawaida ya maisha. Mbona leo tumepata, kesho tumekosa? Unadhani utafanyaje kijana wa watu, uibe au? Nikamwambia kwanza maisha ya mjini ni tofauti na huko kijijini. Nikamwambia mjini kila kitu pesa. Akaniambia usijali. Basi jioni ilifika, sisi sote tulilala nyumba moja, yani dada na shemeji na mimi na Jofu. Japokuwa vitanda vilikuwa tofauti tofauti. Kama alivyosema baba, ile dawa inabidi ikae masaa 2 au 1.5. Lakini mimi nilikuwa tayari imemaliza masaa zaidi ya 5. Basi nikaanza kumsumbua mpenzi wangu Jofu kwa kumshika mwilini mwake. Nikafika mpaka kwenye ikulu yake, nikaushika uume wake na kuanza kuufikicha. Mara akashtuka kutoka usingizini. Nikamwambia samahani mpenzi wangu Jofu,
nahitaji penzi lako, yani sijiwezi, yani nimekumisi sana jamani. Jofu akaniambia bwana tulale kwanza, nina uchovu sana wa safari. Mwenzako Koga, lala bwana Koga, lala. Lakini mimi sikuacha kumsumbua, niliendelea na kumsumbua tu anitie. Sio kama nilikuwa najipendekeza, hapana, ila nilikuwa na nyege tena sana. Nadhani ilikuwa ni ile dawa. Ghafla tu nikaanza kumchukia Jofu, maana hamna kitu ambacho nahitaji kwake tofauti na penzi. Basi kwa hasira nikatoka zangu nje. Kumbe shemeji aliniona wakati natoka. Sasa nilipokuwa bafuni nikahisi kama kuna mtu anakuja. Nilijua ni mpenzi wangu Jofu, hivyo sikujali. Nikachuchumaa ili nioshe papochi yangu, zile dawa alizonipaka baba. Nilipomaliza nikasimama, ndipo nikahisi kama mikono laini ikinipapasa kwa nyuma. Nasema jamani, mpenzi wangu Jofu, mbona unakataa kunipa wakati nina zaidi ya miezi kadhaa sijatiwa? Basi bwana, mpenzi wangu Jofu bila kujibu chochote akaendelea kunipapasa mpaka akafika kwenye papuche. Nikavuta pumzi ndefu na kurudisha mkono wangu nyuma. Nikashika uume wake. Sema mbona ana mashine kubwa kiasi hichi? Niliwaza, maana uume wa Jofu na ujua ni mwembamba ila mrefu sana. Sasa mbona huyu ana gogo? Haya bwana, haya yalikuwa ni mwazo tu msikilizaji. Na ndipo nikajua huyu sio Jofu sasa. Ngoja nimtege ili nimkamate. Nikajilegeza na kujiachia ili naye ajisahau. Sasa akawa ananilazimisha anitie doggy style, na mimi nikawa sitaki hiyo style. Nilikuwa nataka nigeuke ili tuwe uso kwa uso. Ikawa shida, maana alikomaa kunihamasisha huku uume wake ukiwa unanigusa. Nikaanza nyege zikaanza kunipanda, lakini nilijikaza kisabuni. Nikasema nilegee, naweza kutiwa mpaka majini sasa. Basi ikawa nipata shika mle bafuni msikilizaji. Baadaye alipoona mimi nimekomaa sitaki anigonge mpaka nimuone sura yake, ndipo alitoka kama upepo pale bafuni na kutokomea gizani. Nilipojaribu kuwaza atakuwa ni nani huyo, nikapata jibu, hakuna mwanaume mgeni hapa nyumbani zaidi ya Jofu na shemeji. Sasa kama ni Jofu, kwa nini hata kuongea hakutaka? Angekuwa baba asingeogopa kuonekana. Haogope nini wakati mimi saizi kwake ni kama mke tu. Basi bwana, nikajaribu kuvuta picha nikaona huyu ni shemeji, hakuna mwingine. Maana lile jicho alilokuwa akinitazama mchana sio zuri. Nikasema yes, kaisha nasa huyu. Na lati ningekubali kumpa uchi wangu na jinsi ulivyo mdogo hivi, nadhani ningekuwa tayari nimetia ndoa dada yangu. Jamani mie Koga. Nikarudi zangu kulala, na tripu hii usingizi ulinichukua kisawasawa. Nikalala huku mchumba wangu Jofu akiweka miguu yake juu ya matako yangu makubwa yenye hamila, yani yenye mtuno uliojaa kinyama. Mpaka inafika asubuhi Jofu alikuwa hajanitia wala kunigusa papuchi yangu. Nikaona kweli huyu ni bushoke tena dume suluwali. Sasa itakula kwake shenzi. Ina fole ni huko, kidume wangu wa ukweli yupo, punda huyo. Basi bwana, dada aliamka na kuanza kufagia, huku shemeji yake alikuwa akatoka na kukaa kwenye jiko kubwa la wanaume kuluganga pamoja na Nasili, mbwa wetu mkubwa. Yaani huyo Nasili ni mbwa. Asubuhi hiyo Jofu aliamka na mizuka yake, maana kibamia chake kilikuwa kimesimama kama ndizi ya mshale. Ndipo akanipanda juu yangu na kuanza kunipa ulimi wake. Kwa kuwa ni kijana mwenzangu, alafu sharubalo, nilijiachia nikamnyonya ulimi vizuri kabisa. Alifanikiwa kuzipandisha nyege zangu, na ndipo nikaitaka mashine yake ndogo au kibamia au ndizi mshale. Akanipanulia huku akinisifia kwa kuweza kuvumilia. Akaniambia, Koga,
siamini kama nipo kifuani kwako tena mpenzi wangu, maana uko poa du. Nikamwambia usijali, hakuna aliyenigusa. Nimekutunzia papuche yako miezi yote nikiwa hapa. Nikamwambia Jofu, taratibu basi, hingiza taratibu, usiniumize bwana, sawa? Jamani, ile dawa ni hatari, maana papuchi yangu imerudi kuwa bikra, kama sijawahi kuguswa na mashine ya mtu yeyote.